tumebaini kwamba kuna kiwango kikubwa sana cha utapeli na unyang'anyi wa ardhi kwa wananchi, na yapo makundi makubwa ambayo yanafanya kazi hiyo kwa kushirikiana na baadhi ya watu wengine nje au hata ndani ya mifumo yetu ya kiutendaji. Na kwa mantiki hiyo, wapo baadhi ya wananchi ambao wameziona ziara zetu na ambao walikushanyang'anya ardhi kutoka kwa watu mbalimbali, kwa mfano kutoka kwa warithi na kadhalika, na ambao wamekushafika katika ofisi ya mkuu wa mkoa ili kuweza kuzirudisha mali hizo. Nitumie nafasi hii kwanza kuwapongeza sana kwa wale wote ambao wamefanya hivyo, na mpaka sasa tuna ardhi si chini ya 19 ambazo zimerudishwa kinyemela, na wale wote waliopora ardhi hiyo tumeshauriana na kuwasamehe kwa kuwa wamerudisha ardhi hizo kwa wale ambao walikuwa wanahusika. Kwa hiyo sambamba na hili, watu wengi au makundi mengi yanalia, likiwemo kundi la wajane, likiwemo kundi la warithi ambao wamefiwa na wame zao au wamefiwa na watoto zao au wamefiwa na wazazi wao. Makundi haya yote yamekuwa kinyang'anywa sana rasilimali ardhi pamoja na vitu vinginevyo. Lakini jambo la pili pia tumegundua na kubaini kwamba kuna utapeli mkubwa sana kwenye baadhi ya showrooms za magari, ambako watu wanalipia magari kutoka kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, lakini wengi wanadhulumiwa magari hayo kwa kudai kuwa magari hayo bado yapo bandarini, lakini ukifuatilia magari hayo hayapo bandarini, na au kiyakuta bandarini basi unayakuta yapo kwenye bonded warehouses yakiwa hajalipiwa chochote. Wapo Watanzania wengi ambao kutoka kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania bara wakipiga simu na kuonesha masikitiko makubwa kwa baadhi ya watu ambao wamejinasibu kuagiza magari au kuuza magari na kuwauzia watu ambao wamekushachukua fedha zao. Ninayo mifano michache, watu wamedhulumiwa fedha zaidi ya milioni 100 mtu mmoja, na kwa mantiki hiyo, hilo pia ni eneo la pili ambalo limekuwa pia ni mwiba mchungu kwa baadhi ya wenzetu ambao wamekuwa ni wanyonge na watafutaji katika taifa lao. Lakini eneo pia la tatu ambalo pia na lenyewe limekuwa ni eneo kubwa sana ni maeneo ya mikopo, wanasema mikopo umiza. Ipo baadhi ya mikopo ambayo watu wanakopeshana. Anakopa leo, anasaini mkataba wa mkopo leo, lakini muda huo pia leo wakati anasaini mkataba wa mauziano wa kukopa, leo hiyo anasaini tena mkataba wa kuuza eneo lake. Maana yake ni kwamba anapokopeshwa anawekewa masharti kwamba ifikapo kesho saa 9 ardhi hiyo, nyumba hiyo au kitu alichoweka dhamana kitauzwa. Kwa anasaini mikataba yote miwili. Kwa hapa napo tumegundua pana unyang'anyi mkubwa mno, ambapo watu wanaachia mali zao kwa sababu ya jambo hili ambalo linaitwa mikopo umiza. Lakini zaidi pia kuna maeneo mengineyo mtambuka. Maeneo mengineyo mtambuka ni maeneo mbalimbali ambayo Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wanaumizwa nayo. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, ipo ziara ambayo tumekushaifanya hapa nyuma kidogo, na ambayo mojawapo ilikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa ni ya urithi, lakini nyumba hiyo ambayo mama moja alinyang'anya, na sisi tulipo mnyang'anya nyumba hiyo, naye ameamua kwenda mahakamani kutushtaki. Nataka tu niwathibitishie kwamba riadha hii iko almost kama 2% hivi. Lazima tuhakikishe riadha hii au marathon hii ya kukimbizana na haki inafikiwa. Kwa hiyo tumekushaanza mchakato wa awali wa kujiridhisha zaidi na nyaraka mbalimbali ambazo zimetumika kufoji vitu vingi sana. Na nitoe rai pia kwenye kikao hiki muhimu kwamba nitatoa taarifa vile vile kwa Watanzania kuhusu unyang'anyi wa aina yoyote ambao utaendelea ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Ninayo orodha hapa ya baadhi ya watu ambao tumekushajithibitishia kwamba hawa ndio wamekuwa wanyang'anyi wakubwa sana pia wa ardhi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam.
na ninawapatia almost kama wiki moja tu, ili wahakikishe zile ardhi ambazo wamezikalia ambazo sio za kwao, basi katika mkoa wetu waweze kuzirudisha. Tumekwisha fanya uchunguzi wa kina na wa kutosha, na hili nimshukuru sana pia waziri wangu wa ardhi, ndugu yangu Akwilapo, Mheshimiwa Akwilapo. Nishukuru TAKUKURU, nishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, lakini zaidi pia nishukuru wataalamu wengine wa ardhi, na zaidi katika yote nishukuru sana ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali